kata zote 21 na tuna cha kusema. Moja, tunaelezea nini tumefanya kwa miaka hii mitano kwa maana ya Chama cha Mapinduzi. Lakini pili, tunawaelezea miaka mitano inayokuja CCM inaahidi nini kwa Watanzania. Sasa mbele ukiangalia miaka mitano hii ambayo imepita, tukianza kuyaongea maendeleo na mafanikio, ahadi zote ambazo Chama cha Mapinduzi ilizitoa kwa wananchi imetekeleza na ziada. Sawa, tuanzie hapo tulikotoka na tulipo na ambako tunapaswa kwenda kwa miaka mitano hii. Hebu tupe walau picha kwa Songea mjini, hali ikoje katika shughuli za maendeleo? Kwa Songea mjini, mpaka wakazi wa Songea mjini wenyewe wanashangaa kasi ya maendeleo. Sio wageni, wakazi. Yaani wewe unaishi hapa hapa, kila ukiamka asubuhi kasi ya maendeleo. Kwa mfano mimi asubuhi ratiba yangu ni kukagua miradi ya maendeleo. Sasa natoka kwenye ukaguzi wa miradi ya maendeleo ili kuhakikisha inakwenda kama tulivyoahidi. Sasa mambo ambayo tumeyafanya, mengine ambayo hata hatukuahidi. Ukirudi miaka mitano iliyopita, kulikuwa na kituo kimoja tu cha afya. Hicho cha Mji Mwema. Cha Mji Mwema. Leo tunaongea hapa tuna vituo 7. Tuna Mji Mwema kiwepo, Ruvuma tumekijenga, Subira tumekijenga, Mletele tumekijenga, Msamara tumekijenga, Lilambo tumekijenga, na cha 7 kipo Sanangula ni hospitali ya wilaya. Sanangula ni hospitali ya wilaya. Kituo cha 7 kipo kwenye kata nadhani tumetaja vyote 6. Cha 7 Mji Mwema. Yes, cha 7 ndo cha Mji Mwema. Sasa achilia vituo vya afya, tumejenga hospitali ya wilaya ambayo iko shule ya Tanga. Shule ya Tanga Sanangula. Wengi walikuwa nadhani ile Mji Mwema ndio hospitali ya wilaya. Hapana. Mji Mwema sio hospitali ya wilaya. Mji Mwema ni kituo cha afya. Hospitali ya wilaya sasa iko Sanangula. Ukifika pale Tanga Sanangula, unaingia mkono wa kulia kidogo, hospitali kubwa nzuri ya kisasa inatoa huduma zote kama hospitali ya wilaya. Na ambulance iko pale Sanangula. Lakini tuna hospitali ya rufaa imejengwa Mwenge Mshindo. Hospitali kubwa kabisa, ina vipimo vya CT scan. Tunakwenda kuongeza na MRI. Lakini hivi sasa hivi siku yoyote ujenzi wa wodi ya watoto njiti unaanza. Pale vifaa vimeshafika. Ni ujenzi wa jengo na kuingiza vifaa ndani. Pale Mwenge Mshindo. Hiyo nimeongelea sekta moja tu ya afya. Lakini pia kuna pale zahanati pia kuna maeneo zimejengwa nyingi sana. Lisaboni imejengwa, Ruwiko imejengwa, Lilambo imejengwa, Ndilima Litembo imejengwa. Zahanati zimejengwa nyingi, na hata sasa hivi tunataka tuongeze zahanati zaidi. Pale Matalawe inajengwa. Kwa hiyo zahanati ziko nyingi, vituo vya afya viko vingi, hospitali iko vingi. Katika sekta ya afya, uwezi kutembea kilomita zaidi ya 2 kutafuta kituo cha afya, kutafuta zahanati, kutafuta hospitali. Uwezi. Umbali mrefu kupata zahanati, kituo cha afya au hospitali hauvuki kilomita 2. Maana tumepeleka huduma za afya karibu zaidi kwa wananchi. Na hivyo vituo vya afya vilivyojengwa vinafanya kazi ama bado havijakamilika baadhi yake? Vituo vya afya vyote vilivyojengwa vinafanya kazi. Vipo ambavyo vinafanya mpaka upasuaji. Vimekamilika na tunaendelea kuviboresha. Kwa mfano, kituo cha afya Msamara, katika mwaka huu tunakwenda kuongeza majengo ili turuhusu kutoa huduma za kina mama, watoto na kulaza wagonjwa. Vivyo hivyo kituo cha afya Mletele. Vivyo hivyo kituo cha afya Ruvuma na Subira na Lilambo tunakwenda kuviongeza vitoe huduma zaidi kuliko ilivyo sasa. Lakini huduma inatolewa. Ukifika pale Lilambo kuna mashine ya meno
ya kisasa kweli kweli. Yaani huwezi kuamini kwamba iko kwenye kituo cha afya. Kama ile ambayo iliyopo pale Mshangano. Mshangano pia ipo. Kwa hiyo vifaa tiba navyo tunavyo vingi. Kwa hiyo unaona katika sekta ya afya tunaendelea kufanya vizuri zaidi na zaidi na zaidi. Sawa, kwenye upande wa elimu tumejipambanua vizuri sana. Tumejenga shule za msingi mpya. Tumefanya ukarabati wa shule za msingi za zamani. Ikiwemo na ile shule ya msingi imepita ile moja inaitwa Pambazuko. Yes. Inaitwa shule ya Daktari Damas Ndumbaro. Ile sasa ni ya sekondari. Ile ni ya sekondari. Tumejenga madarasa mapya, tumejenga ofisi mpya katika shule za msingi mbali mbali. Na tumetumia fedha nyingi sana kwenye sekta hiyo. Ukienda kwenye sekondari pia tumejenga sekondari mpya. Achana na mpya, tumekarabati za zamani, tumeongeza majengo ya zamani. Kwa mfano tukue kata Msamara, tumejenga sekondari ya mpya ya Dr. Gama. Mpya kabisa. Lakini pembeni yake kuna sekondari ya Dr. Emmanuel Nchimbi, ambayo tumeongeza majengo. Kumbuka tumejenga bwalo, tumejenga mabweni na tunaendelea kujenga. Ukienda huko Pambazuko kata ya Tanga, sekondari mpya kabisa mahususi ya michezo Dr. Damas Ndumbaro sekondari. Imejengwa na imeshaanza kazi. Ukienda kule Ruvuma, sekondari ya Amali, shule ya Amali imejengwa mpya kabisa. Kwa hiyo tumejenga sekondari mpya, tumeongeza sana. Vyuo tunajenga chuo kikuu. Chuo kikuu ambayo ni tawi la chuo cha uhasibu wa Arusha. Inajengwa katika kata ya Tanga, mtaa wa Pambazuko. Ujenzi umeanza, utagharimu shilingi bilioni 17. Ikifika mwakani Septemba, shule inaanza kuchukua wanafunzi. Chuo kinaanza kuchukua wanafunzi. Ndio unaona kwamba kwenye sekta ya elimu pia tumefanya mengi makubwa na mazuri. Sawa, niko na mgombea ubunge wa jimbo la Songea